bara ambazo zimeshiriki kasoro Singida zimeingia katika hatua ya nusu finali. Kwa mujibu wa mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Hans Raphael, kupitia ukurasa wake wa Instagram, aliweza kuandika kuelekea katika mchezo wenu wa Kariakoo Derby tarehe 3, kuna timu moja hapo itajivunja. Sasa yeye si mfalme na yeye si tambe mzee wa kutabiri. Sio alimtabiri Mpanzu kwamba ana mapenzi na Yanga. Kwa hiyo kashatabiri kuna timu itajivunja. Sisi mimi naamini kwamba kocha wetu anaelewa kwamba kabati la Simba lina ukame. Ushaelewa, halina vikombe. Kwa hata lile kombe la Muungano sisi naliona kabisa jeupe. Kwa hiyo kama kocha wetu ataamua kuelekeza nguvu, sisi tunaamini tunaweza tukatumia nguvu kwenye finali ya Muungano, tukapambania lile kombe tukachukua na dabi tukafanya vizuri. Kwa hiyo mimi siamini kwamba eti labda Simba anaweza akajivunja kwenye Muungano kisa tuna dabi. Hamna kitu kama hicho. Lile kombe lenyewe pia si kwetu muhimu. Sio, mnaelewa vizuri. Kwa hiyo tuna uwezo wa kupambana tukachukua kombe na tuna uwezo kuja kuonyesha uwezo tarehe 3 tukamfunga Yanga. Hicho kitu kipo wazi. Kwa hiyo kama huyo Hans Raphael, kama yeye Hans Raphael ameona kabisa katika VAR zake, katika rada zake kama anavyokuwa gani. Mimi napenda kumuita tambe yani mtabiri. Sasa amesema Mpanzu anaipenda Yanga. Sasa leo kwambia kuna timu itajivunja, sawa. Kama Yanga atafungwa na Azam au atajivunja, shauri yao, lakini sina imani kwamba Mlandege tunamfunga na tunakwenda wapi? Finali, na sio finali, sisi nataka mpaka kombe. Ahmedi, nani? Ali Shabani Kamwe amesema kwamba Muungano wao kama mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika wanalihitaji kombe na wapo tayari kunywa supu. Kaongea kwenye ile mistari yake alikuwa analapu au kaongea kwenye nini? Kupitia Instagram. Sawa, wao ndio watetezi, wao ndio wenye kombe la Muungano. Sawa. Nyimbo yake imekukosha? Sasa ile nyimbo sio ameanza yeye na mkeo, acha wananiacha wafanye hao. Wanaimbia na mafumbo. Sasa sitaingilia mambo yale, mimi siwezi. Wewe hawezi. Au mwanangu muone hawezi? Siwezi. Mambo ya kuimbia nani? Mambo kumchamba. Huku Asma kamchamba Alikamwe naye kaenda kamchamba Asma. Mimi siwezi. Wewe huwezi. Kesi hawezi kuingilia. Kesi ngumu. Ile kesi ya mtu na mpenzi wake. Wanasema mnyama Simba ameanza kuwapunzisha wachezaji wake kuelekea Mei 3. Sisi tuna mahesabu. Yaani sisi usituangalie kawaida, sisi tuna mahesabu yetu. Yaani nataka huyu Yanga tumduaze karibia kila tunapokutana naye mwaka huu. Yaani unaona Simba katoa sare. Lakini nimwambie tu performance ya Yanga atakayoikuta. Yaani ile tulompigia kule Zanzibar ile kwenye kombe lile, kwenye ile raundi ya ligi ya kwanza. Ile robo. Unahisi Young Africans atakufa ngapi siku hiyo? Mimi sio kwa namna ambavyo unavyokitazama kikosi chako Bigi. Mimi sio Hans Raphael kwamba mtabiri. Hapana, mimi naamini timu yangu inaenda kushinda. Hilo na matokeo matatu. Sawa, ila mimi nataka kushinda, au matokeo mengine kwangu hayana nafasi. Kama sare tayari nishapata, kama kufungwa nishafungwa mara 6 mfululizo. Yaani mimi nataka ushindi tu. Tumetoa sare na Yanga, tumefungwa si mara 6. Yaani sababu yoyote ya kutoa sare tena na Yanga hatuna. Na ndio maana sisi tumemwita kule hata kama tukiingia mashabiki 2000. Na hiyo mechi kwanza mashabiki wa Yanga labda tuwapakate kama watapata pa kukaa. Sisi nakwambia ukweli. Labda wakija tuwapakate. Bigi. Sina nunua tiketi zote. Mwenyewe sasa hivi nanunua 10, alafu kama mtu ana kesi. Yaani bora ni nunue tiketi 10 zingine nitupe niingie na moja tu. Akija kama mwanangu wa Yanga, Godi Yanga si Baraka, mimi na mumu mwanangu atakaa kwenye magoti. Mmoja atachagua, mmoja akayapa, ongea. Kwa mmeamua ubaya ubwela. Ubaya ubwela tu. Na msimu ujao Bunju waambie. Msimu ujao? Bunju. Hata mvua ikinyesha atakaa. Ubingwa umekaaje? Ubingwa mweupe. Yaani mweupe kama tishu. Yeyote anachukua. Sisi. Bwana, kwenye yote nani yani unachomaisha yote nani? Yaani mabingwa sisi tunataka kombe, yaani sio la Muungano. Yaani kama kocha ananisikia. Yaani sisi tuna ukame. Kuna watu wanasema kombe la mnyama ambalo anaweza kujipapatia ni Muungano, unaweza kula kwa kujitumua. Muungano si bingwa, Yanga anasema sisi tumeenda kushiriki. Yes, ndio bingwa mtetezi. Sisi tunaitaka la Muungano. Hizo pointi 5 sisi tunasema pointi 2 sio 5. Kuna 3 tunazishusha tarehe 3. Ndugu yako Sulugoma Sultani Goma nyuma ya kamera anasema hivi, mnyama Simba kuchukua ubingwa ana 30%. Hizo Sultani ashakuwa atamtabiri Sultani lini? Sultani utageuza hiyo kamera sasa hivi. Yaani wewe unasema Simba na 30% ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu kwa ajili ya hizo pointi 5 au hata zikibaki pointi 2? Sultani hata zikibaki 2 au hizo 5? Shida ndio ametawala. Nani? Ndio ametawala. Wewe subiri nikwambie tarehe 3 baada ya dabi tukutane kule tufanye interview. Hizo pointi 2 zitakazobakia na imani baada ya Yanga kufungwa atakuwa na mchecheto. Hasa ule mchecheto utapelekea yeye apate tu sare hii.
moja, afu tutapiga tu hesabu sawa. Falhani ameandika, amesema baada ya dakika 90 kule hakuna kelele. Hakuna nani atumtaki kule, kimya kimya. Bigi utaweza? Wapi? Bunju. Hakuna kelele kule. Yani kwamba tukitokea matokeo ule uwanja si wa Jeshi. Kwa sisi naamini pale si nyumbani. Yani sisi nakwambia tena, hatuna malalamiko, hatuendi kulalamika. Ila mimi na imani kabisa baada ya mechi tarehe 3, baada ya kurudi kwenye muungano, kuna taarifa kwa umma zitatoka. Kuna kocha Msomali na kuna kocha Muisraeli, wote wanafanya kazi pamoja. Wale kama sio wote ataondoka mmoja, lakini sisi na imani katika mwezi huu ukiingia tu mwezi Mei, kuna watu wanaoga kazi ama wafukuzwe. Shukrani kocha, mimi nakwambia ukweli. Kuna kocha mmoja dabi tamfukuzisha. Sio wa Simba wa Yanga, katika wale makocha wawili. Kuna mmoja atafukuzwa kazi. Asante kwa kushiriki. Imeisha. Kwa hiyo kama kocha wetu ataamua kuelekeza nguvu, sisi tunaamini tunaweza tukatumia nguvu kwenye finali ya muungano, tukapambania lile kombe tukachukua na dabi tukafanya vizuri. Kwa hiyo mimi siamini kwamba eti labda Simba anaweza akajivunja kwenye muungano kisa tuna dabi. Hamna kitu kama hicho. Lile kombe lenyewe pia si kwetu muhimu. Si mnaelewa vizuri. Kwa hiyo tuna uwezo wa kupambana tukachukua kombe na tuna uwezo wa kuja kuonyesha uwezo tarehe 3 tukamfunga Yanga. Hicho kitu kipo wazi. Kwa hiyo kama huyo kama yeye Ansirafael ameona kabisa katika VAR zake, katika rada zake kama anavyokuwa gani. Mimi napenda kumuita tambe yani mtabiri. Sasa amesema Mpanzu anaipenda Yanga. Sasa leo kwambia kuna timu itajivunja, sawa. Kama Yanga atafungwa na Azam au atajivunja, shauri yao, lakini sina imani kwamba Mlandege tunamfunga na tunakwenda wapi? Finali, na sio finali, sina nataka mpaka kombe. Ahmedi, nani? Ali Shabani Kamwe amesema kwamba muungano wao kama mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika wanalihitaji kombe na wapo tayari kunywa supu. Kaongea kwenye ile mistari yake alikuwa analapu au kaongea kwenye nini? Kupitia Instagram. Sawa, wao ndio watetezi, wao ndio wenye kombe la muungano. Sawa. Nyimbo yake imekukosha? Sasa ile nyimbo sio wameanza yeye na mkeo, acha wananiacha wafanye hao. Wanaimbiana mafumbo. Sasa sitaingilia mambo yale, mimi siwezi. Wewe hawezi. Au mwanangu muone anaweza? Siwezi. Mambo kumchamba. Huku Asma kamchamba Alikamwe naye kaenda kamchamba Asma. Mimi siwezi. Wewe huwezi. Kesi ngumu. Ile kesi ya mtu na mpenzi wake. Wanasema mnyama Simba ameanza kuwapunzisha wachezaji wake kuelekea Mei 3. Sisi tuna mahesabu. Yaani sisi usituangalie kawaida, sisi tuna mahesabu yetu. Yaani nataka huyu Yanga tumduaze karibia kila ninapokutana naye mwaka huu. Yaani unaona Simba katoa sare. Lakini nimwambie tu performance ya Yanga atakayoikuta. Yaani ile tulompigia kule Zanzibar ile kwenye kombe lile, kwenye ile raundi ya ligi ya kwanza. Ile robo